Hivi ndivyo wakili msomi Peter Kibatala alivyoingia katika Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dodoma kwa ajili ya shauri namba 13189 la mwaka 2025 lililofunguliwa na kanisa la Glory of Christ Tanzania Church dhidi ya IGP, mwanasheria mkuu wa serikali na msajili wa taasisi za kiraia, likiitaka mahakama kuondoa zuio la kufungiwa kwa kanisa hilo, wakati ambapo rufaa iliyokatwa na kanisa hilo kupinga kuzuiwa kwa shughuli zake za kidini ikifanyiwa kazi. Na hivi ndivyo maaskofu na wachungaji wanaohudumu katika kanisa hilo la Glory of Christ Tanzania Church Ufufuo na Uzima, kanisa la Askofu Josephat Gwajima, walivyotinga na kukaa katika chumba cha mahakama hapa katika Mahakama Kuu Tanzania kanda ya Dodoma kwa ajili ya kufuatilia shauri la kanisa wanalohudumu ambalo limezuiliwa kutoa huduma kuanzia Juni 2 mwaka huu wa 2025. Viongozi hawa wametoka maeneo mbalimbali nchini na kuja hapa Dodoma ili kusikiliza na kufahamu hatima ya utoaji wa huduma kwa kanisa hilo lililopo chini ya Askofu Dr. Josephat Gwajima, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kawe jijini Dar es Salaam. Baada ya hayo, uongozi wa kanisa la Ufufuo na Uzima pamoja na wakili wao Peter Kibatala wametoa ufafanuzi kuhusu kufungwa kwa kanisa hilo la Ufufuo na Uzima. Yafuatayo ni miongoni mwa mambo ambayo ameyasema wakili msomi Peter Kibatala wakati anazungumza. Amesema barua ile vyovyote ilivyo, imesainiwa au haijasainiwa, imeelekezwa kwa watu ambao wanaitwa Glory of Christ Church, ilipaswa ipelekwe kwa bodi ya wadhamini, lakini ukiona pale imeandikwa Bishop Josephat Gwajima, hata kama ni sahihi kisheria kwa sababu yeye ndo mkuu wa kanisa, lakini kanisa lililotajwa sio la kwetu. Wakili Kibatala ameendelea kwa kusema, Wizara ya Mambo ya Ndani iliiandikia ofisi yake barua ya kuwa haitambui barua ambayo ilienea katika mitandao ya kijamii kwa kuwa barua hiyo haikusainiwa na msajili wa jumuiya za kiraia. Huyu hapa wakili msomi Peter Kibatala anazungumza. Hebu tumsikilize hapa kisha tutaendelea. Kwa mahakama imetoa uamuzi na kusema kwamba aliyekuja mahakamani anaitwa Glory of Christ Tanzania Church. Aliyefutiwa usajili kwa mjibu wa barua hile ni Glory of Christ Church. Kwa sababu sisi tuliomba kwamba mahakama iache hali kama ilivyo, kwamba kwa kuwa mpaka sasa hivi kanisa la Glory of Christ Tanzania Church halijafutiwa usajili kwa barua au taarifa yoyote, lakini bado kunaonekana kuna matendo ambayo yanasimamia ufutwaji ule, basi hali ya usajili wa kanisa iachwe vile vile, shughuli ziendelee mbalimbali. Manake tulitoa hoja kwamba implications ni nyingi. Mpaka sasa hivi unapofutia kanisa, manake ni kwamba mali za kanisa zinaelea, akaunti za kanisa zinaelea, ajira za watumishi wa level mbalimbali za kanisa zinaelea, maslahi ya kiroho ya waumini wa kanisa yanaelea. Watu hata hawajui sasa wanamwabudu vipi Mungu kupitia kwa kanisa ambalo wamechagua kuumini hilo. Kwa implications za kisheria na za kiroho ni nyingi. Kwa tuseme wakati mambo mengine yanabishaniwa, hebu hali ibakie kama ilivyo. Lakini jaji katika uamuzi wake ambao na usummarize amesema kwamba yeye kwa hatua hii anasita kutoa amri za muda za zuio ku maintain status quo, kwa sababu anasema kwamba sisi wenyewe tumesema kanisa letu mpaka leo halijafutiwa usajili. Kwa sasa yeye azuie nini? Najua hapo mnaweza mkaona kuna tatizo. Kuna tatizo kwamba kwa pande mmoja kuna watu wenye nafasi za juu kabisa wanasema kanisa hili limefutiwa na wamekwenda mpaka kutekeleza kwa kufunga makanisa, kukamata watu, kuweka tepe kwenye makanisa karibia yote. Moja ya kisheria ikiwemo hata ya kupewa notice, hata kutaja jina letu, basi kutajwa mahali popote hatujatajwa. Lakini kuna watu wanatuingilia, tunaomba tupate kumbato au zuio la muda. Lakini sasa unaweza kaona kwamba pia kuna changamoto hapo kama nilivyosema, ambapo jaji ameitolea uamuzi kwamba sasa kama nyinyi hamjefutiwa usajili, mimi nizuie nini? You see, naelewa sentiments zilizopo, lakini ni kazi yangu sasa ni changamoto naipokea, halafu naangalia naendaje mbele kuitatua. Kazi yangu kwa sasa ni kutoa report na sio kutoa
maoni isipokuwa kwenye eneo moja tu. Hata hivyo, ameeleza kuwa siku ya tarehe 6 mwezi Juni mwaka huu wa 2025 wizara iliwaarifu hilo baada ya wao kukata rufaa juu ya kufungiwa kwa kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, huku wakielezwa kuwa rufaa yao haiwezi kufanyiwa kazi kwa sababu kanisa lililofungiwa sio lao. Hata hivyo, amehoji kama kanisa la Glory of Christ Tanzania Church halijafungiwa, kwa nini jeshi la polisi limezungushia utepe nje ya makanisa hayo na matamko mbalimbali yametolewa juu ya kufungwa kwa makanisa hayo. Pamoja na hayo, wakili msomi Peter Kibatala ameeleza kuwa ofisi yake imemwandikia barua waziri kumtaka athibitishe kuwa barua iliyofika ofisini kwa Kibatala ni halali na imetoka ofisini kwake. Of local internal remedies, kwamba huwezi kwenda kwenye hatua nyingine ya ziada mpaka kwanza umalize ule utaratibu wa ndani. Hata kanisa nafikiri kuna utaratibu kwamba mtu ambaye kunapotokaba mgogoro kati ya kiongozi wa ngazi fulani na labda na registered trustees, kabla unaenda mahakamani lazima upitie ukate rufaa sehemu fulani. Ukienda kwingine unapigwa pingamizi kwamba maliza kwanza ndani ndio njoo kwetu. Kwa hata kwenye huu mchakato wa kupambana na kufutiwa usajili unapaswa kwanza ukate rufaa kwa waziri. Kwa sisi tulikata rufaa kwa waziri wa mambo ya ndani. Nafahamu kama nitakavyoenda kuelezea hata uongozi kuelewesha ilikuwa shida kidogo kwamba hivi kweli kabisa unategemea waziri wa mambo ya ndani atasiza rufaa yetu na kutufungulia wakati mapolisi ni bosi wao ndio huyo waziri wa mambo ya ndani. Lakini nikawaelewesha kwamba no, swala sio sentiment, swala ni sheria, ndivyo ilivyo. Ukiruka hatua utakwenda kukwama kirahisi. Tukaandika barua ya kukata rufaa, sababu zikiwa hizo ambazo nimejaribu kuzielezea, hizo sitaki kuwachosha sana. Na kwa tuenda mahakamani tuliomba zuio la muda mfupi kama nilivyosema kusubiri kesi ya msingi wenzetu wakijibu hoja, lakini kwenye maombi ya kusikiliza pande zote mbili tulisema kwamba hoja zikishaletwa za upande wa pili, mahakama isikilize na iamue iwapo inaona inafaa kuzuia kwa muda kufuta usajili kwa kanisa na au kanisa kuruhusiwa kuendelea na shughuli zake, wakati rufaa kwa mujibu wa sheria inachakatwa na Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, kwa sababu bahati mbaya sheria haijaweka ukomo kwamba waziri anachukua muda gani kuamua rufaa. Anaweza sheria yani anaweza kukaa mwaka mmoja, miaka miwili. Kwa hiyo tunasema kwamba mahakama ni kwamba sasa hatujui kwa wakati anachakata rufaa, hebu mambo mengine yaendelee. Akiona rufaa yetu haina mashiko, tutajua mahali pa kwenda. Akitukubalia basi tutakuwa tumerudi na hakuna hasara inopatikana. Sasa wakati tuko mahakamani kama nilivyosema, tarehe 4 kesi tumeifaili, tarehe 6 tukaitwa. Inaonekana tarehe 6 hiyo labda wakati tuko mahakamani kwa mkono wa waziri wa mambo ya ndani tuliandikiwa barua, ofisi yangu ya mawakili iliandikwa barua yenye kichwa cha habari rufaa ya kupinga uamuzi wa msajili wa jumuiya za kiraia wa kulifutia usajili kanisa la Glory of Christ Tanzania Church. Nitasummarize tu. Mheshimiwa msajili anasema ameshindwa kuendelea kushughulikia rufaa yetu kwa sababu zifuatazo. Ya kwanza, anasema kwamba rufaa ilipaswa ipitie kwa katibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani, lakini yenyewe imekwenda moja kwa moja kwa waziri wa mambo ya ndani. Well, tutasema baadaye hoja hii tulijibu kirahisi tu kwamba okay, at the end of the day vyovyote itakavyokuwa, si rufaa iko mbele yako. Yani does it real matter kwamba umealikwa katika ripoti hii ya wakili, uongozi umesema ingilia mlango huu, ukaingilia kwa mfano, hata kama ingekuwa kweli ukaingilia mlango ule, hiyo inatosha kusema kwamba toka usisikilize ripoti ya wakili. Kwa ni kitu ambacho kuna barua tumemjibu, tumeeleza kwamba hiyo sio hoja kabisa. Ya after all yeye mahali ambapo labda kanuni zinasimamiwa sana namna ya kuingia na kutoka ni mahakamani, sio kwenye hizi vyombo vingine vya kugawa haki. Lakini mimi nasimulia majibu yake kama alivyo. Lakini pia wakili msomi Peter Kibatala amehoji juu ya uhalali wa amri iliyoelezwa kutekelezwa ya kufunga kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, akiuliza, je, amri hiyo ni ile barua ambayo haikusainiwa kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani au ipo nyingine? Kibatala ameeleza kuwa wapo viongozi waliojitokeza na kusema wanatekeleza agizo la serikali kufungia kanisa hilo huku ikiwa hawajatoa barua iliyosainiwa juu ya agizo hilo.
Hata hivyo, wakili msomi Peter Kibatala amesema wanataka kama ipo barua iliyosainiwa wapewe, na pia waelezwe kwa nini hawakupewa barua hiyo. Swali ambalo linapaswa lijibiwe na hao waliokwenda kufunga makanisa yetu au yenu, hao ambao wamejitokeza na kutamka hadharani kwamba wanatekeleza amri ya serikali ya kufuta kanisa. Wao hiyo amri imetolewa, ambao wanaitekeleza ni amri hipi? Ni hii ambayo inasemekana sio halali kwa kuwa haijasainiwa, au ipo nyingine? Kama ipo nyingine, tunawaalika wajitokeze hadharani, waishie na umma na watuambie hiyo barua kwa nini mpaka leo haijafikishwa. Lakini pia barua hiyo, mtu anayesimamia rufaa mwenye wizara yake anasema barua hiyo haijasainiwa na msajili wa jumuiya za kiraia, hivyo ni dhahiri. Kwanza wanasema hivi, barua ambayo sio halali na haitambuliki na wizara. Sasa huyo ambaye anafungia makanisa anafungia makanisa kwa kutumia barua hii ambayo haitambuliki na wizara au barua nyingine. Kama nilivyosema, nakuwa mwangalifu kwa sababu mawakili tuna maadili yetu, na kwa sababu kesi iko mahakamani kuna mipaka fulani si ruhusiwi kuivuka. Lakini majadiliano ya kisheria ndani ya mipaka ya staha yanaruhusiwa, na watu wanapoenda, wanaosikiliza, wanaokwenda huko, kuna mawakili wenzangu nao nawaalika wajaribu kulijadili hili kwamba hivi ni halali kiasi gani kwa makanisa ya Glory of Christ Tanzania Church kufungiwa kufanya shughuli zake katika context ya namna hii. Barua inasema kabisa kwamba kwa mjibu wa mkono wa huyu waziri wa mambo ya ndani kwamba kanisa lilofutiwa usajili, yani kwa mjibu wa hiyo barua hiyo ambayo kama nilivyosema inazunguka mitandaoni, na barua hiyo ndio ambayo watu wamejinasibu kwamba wanaisimamia. Mwenye wizara anasema kanisa lilofutiwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church na sio Glory of Christ Tanzania Church. Kama nilivyosema awali, barua yenyewe inajielezea tu. Kwa hiyo kama kweli tungekuwa tunafuata sheria, bahati mbaya nimewaona watu kadhaa na wengine na waheshimu kabisa wakisema kwamba kuna amri ya serikali inatekelezwa. Na waalika hiyo barua kama ipo tofauti na hii iliyozungumzwa kwenye barua hii ya waziri, basi barua hiyo washare na sisi ili tuishughulikie barua hiyo nyingine. Na kama kwa context hii haya ndio majibu, hiyo barua wanaoisimamia, hebu wajiangalie kwenye kioo, wote wanaohusika wajiangalie kwenye kioo kwamba hivi ni halali kweli kufungia shughuli za kanisa katika maudhui kama haya. Yaani tena kanisa la Glory of Christ Tanzania Church. Kwa nini wasiende kutafuta kanisa la Glory of Christ Church ambalo ndio barua ilivyoandikiwa? Kwa hiyo kama nilivyosema, bila kuvuka mipaka ya kuna sisi kanuni yetu inaitwa sub judice rule kwamba swali kwa mahakamani hautaki kulichimbua sana mpaka mizizi yake, lakini jukumu langu ni jukumu la kuripoti na kutoa maoni yangu kwa wale walioniajiri, kwamba maoni yangu ya kisheria naamini kabisa kwamba kama sheria ikifuatwa, basi tepe zote ambazo zimewekwa katika makanisa yetu zinapaswa ziondolewe kutoka tarehe ya barua hii. Lakini bahati mbaya uamuzi huo sio wa kwangu mimi. Na waumini wa kanisa hawawezi kushika marungu wakaenda kuwatoa pale. Na ndio maana kama nilivyosema awali, tumeajiriwa kufanya kazi ya kuonyesha vyombo vilivyoundwa kikatiba kwamba kinachofanyika ni uonevu wa hali ya juu. Lakini tupige moyo konde, safari kama hizi huwa ni ndefu kidogo, zinaumiza, zinachosha. Kama mimi wakili wenu, kama nilivyosema, unakimbizana, unapigwa simu na Reverend Baraka mpaka singine unashindwa kupokea kwa sababu nikipokea tokea dakika 10 muda wa kuandika makaratasi utaondoka, unapiga simu 10. Yani ni kazi ambazo hazikuwa na sababu kupeana, kwa sababu kama nilivyosema, kwa barua hii tu ukiisoma kama ilivyo yani hakukuwa na sababu ya kufika hapa tulipo kabisa.
Yaani hakukuwa na sababu hata mimi kusimama hapa kuanza kuelezea haya. Ilitakiwa saizi mimi niwe nafanya shughuli nyingine na huko kanisani watu wanaendelea kuliombea taifa letu nchi nzima. Lakini sasa kwa Kiingereza wanasema it is what it is. Yeah.